inavyosemekana, vijana wengi sasa hivi wanaoingia kwenye shughuli za bodaboda, unaweza kukuta kijana na miaka 17 au 15 yuko kwenye bodaboda. Ndio. Lakini pia ulevi wa pombe, ulevi wa bangi unapelekea kuwafanya vijana wakati wanapoendesha vile vyombo kupata changamoto kama hizo. Ni za uongo au ni kweli hizi taarifa zipo za kweli, lakini watu wanashindwa kuzingatia? Cha kwanza umesikia? Cha kwanza mtu yote akisema uongo alafu kitu kinachozungumziwa ni cha kweli, anakuwa amepata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi sitaki dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Hilo swala la kweli kabisa. Changamoto zinapelekea bodaboda wengi sana kupiga buyu, kupiga mbanga. Wenyewe wanaita nimepiga mbanga. Yaani kupiga mbanga sometimes inapelekea wapo mitungi, anapelekea wapo steam za mijani kama unavyojua namna gani, sigara nyingi. Alafu na wengi wanasikilizia, wenyewe wanakwambia wanasikilizia miluzi. Watu wanapiga buyu kutokana na mazingira ya pombe. Yaani kiufupi wengi sana ile ndio ile vile mazingira kata, unajua bwana, maskani bwana, kijiweni hapo Mgundini, sometimes so na jela una 200 una 300 una 400 una 500 unakuta lije kubwa. Kama vipi lishuka kubwa, sasa ile linashuka kubwa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, mwisho wa picha la 5, kila mtu anataka anaanza kuchora pale drift kama unavyojua, anaanza kuchora msele. Kwa maisha kwamba haya inapelekea sometimes mpaka ajali za kizembe one time. Sisi wenyewe vijana tunajua bado tunapokuwa kazini tufanye kazi, muda kumaliza kazi tukafanya shughuli za kishangazi. Bana, karibu Neighborhood. Leo nilikuwa hapa